Shabashi kabisa msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 popote pale unapotutazama, matumaini yetu ni kwamba upo mzima wa afya na upo tayari kabisa kuweza kusikiliza matangazo yetu na habari zetu ambazo zinakujia kila siku zikiwa ni za ukweli na za uhakika kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu News 24. Ikiwa ndo kwanza kabisa unakuja kukutana nasi, usikose kusubscribe channel yetu, usikose kucomment, usikose kushare na kulike ili wa kwanza kabisa kupata habari zetu pale ambapo tutakapozirusha angani. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, habari zetu za leo tutagusia habari za vita pamoja na habari nyingine za kisiasa kutoka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Miongoni mwa yale utakayoyasikia msikilizaji ni pamoja na Denis Mukwege, mshindi wa tunzo la Nobeli mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, amemuonya Rais Felix Tshisekedi kwamba historia itamhukumu na usaliti anaoufanya wa kuweza kubadili katiba ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ili kuweza kujitafutia muhula wa 3. Sheria inayoruhusu kuweza kuandaa kura ya maoni inaendelea kuchochea vita na maandamano kote nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutoka kwa upinzani, huko hisia kali zikiongezeka kutoka kwa wanasiasa na raia, akiwemo huyo mshindi wa tunzo la amani ya Nobeli Denis Mukwege. Katika taarifa yake kabisa aliyoitangaza hivi karibuni, Denis Mukwege alioji kuhalali wa bunge kuchunguza maandishi haya chini ya hali ya sasa, ambapo alisema kuwa ni uhalali gani ambao bunge linaweza bado kudai linapoendelea kujadili kama ni swala la dharura la kitaifa, wakati hayo yanaruhusu rais wa jamhuri kugombea kwa muhula wa 3, ambapo katiba ya sasa ambako katiba inabadilishwa huku nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ikiendelea kukabiliwa na janga kubwa la virusi vya Ebola pamoja na uvamizi wa kigeni mashariki mwa DRC, ambako amesema kuwa Wakongo milioni 10 wanakabiliwa na kifo mikononi na uvamizi kutokana na njaa kali. Mukwege amelaani kile alichokiita kuwa ujinga baridi, akihusisha azimio la wabunge kwa kile alichokielezea kama kununua lamiri kupitia mishahara aliyoita ni ya kuchukiza. Watu wafe, Kongo isambaratike, hakuna kitu na hakuna kinachowasukuma wabunge. Aliwalenga maafisa wakuu waliochaguliwa kutoka majimbo mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, akitaja majimbo ya Kivu Kaskazini, majimbo ya Kivu Kusini na huko Ituri, akitaja kama rais mwenyewe wa bunge kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo huko Walungu, ambako wakaaji wengi wa eneo hilo hawana tena fursa ya kuweza kuendesha shughuli zao kama biashara pamoja na mashamba yao wenyewe ambayo yanadhibitiwa na waasi kutoka nje ya nchi ya DRC na wanakabiliwa na virusi peke yao bila jimbo, amesema Denis Mukwege, na kuendelea kumuomba arudi kwenye fahamu zake na uweze kujihadhari na watu wanaojipendekeza, akionya kuwa historia haitasamehe historia hiyo endapo wataendelea na makosa wanayoendelea kuyafanya na kuendelea kuchota kidole chama cha UDPS kwa kuendelea kuchochea mambo yanayohatarisha nchi ya DRC, na kuendelea kusema kwamba chama cha UDPS ambacho kilijulikana kama chama cha upinzani miaka iliyopita kimebadili taswira yake kabisa na kujikita katika katika maswala yasiyokuwa halali. Denis Mukwege ameongeza kusema kuwa endapo UDPS itaendelea na mpango wake wa kuendelea kubadilisha katiba na kuweza kushindwa kutatua migogoro ambayo inapatikana mashariki mwa DRC pamoja na nchi nzima ya Kongo, basi watawapa fursa wale wenye kuwa na nia ya kuweza kugawa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mtakumbuka kuwa wapinzani mbalimbali kutoka vyama mbalimbali nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaendelea kupinga swala nzima la ubadilifu wa katiba inayolenga kumpa Rais Felix Tshisekedi muhula wa 3. Martin Fayulu Madidi ambaye pia ni mpinzani wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo alisema kuwa endapo mpango huo utaendelea, basi wataweza kuitisha maandamano kote ndani ya nchi ya DRC ili kuweza kupinga swala la ubadilifu wa katiba pamoja na kura ya maoni inayolenga kumpa Rais Felix Tshisekedi muhula wa 3. Nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inapoendelea na mpango wake wa kura ya maoni
wapinzani wanakuwa wamepata fursa muhimu ya kuweza kujitetea na kuweza kukamilisha mambo yao ya upinzani kuhusu malalamiko wanayoyatoa kila leo kuhusu ubadilifu wa katiba pamoja na kura ya maoni inayoandaliwa ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hivi punde, ili kuweza kubadilisha katiba na kuwapa na kupatia UDPS pamoja na Rais Felix Tshisekedi muhula wa 3 wa uongozi ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo ndo mambo yalivyo ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa tujielekeze upande wa huko Mwenga, ambako viongozi wa mashirika za kiraia wameandika barua kumwandikia waziri ausikai na madini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwataka makampuni ya kigeni yanayofanya kazi ya uchimbaji madini eneo hilo kuweza kuondoka mara moja na kuacha eneo hilo kwenye mikono ya wenyeji, kwa sababu kila wanapopiga hatua wanachukua mali zote na kupeleka kwao bila kuwanufaisha raia wowote wa ndani ya tarafa la Mwenga. Wakiandika barua hiyo, wamesisitiza kuwa endapo serikali itashindwa kufanya maamuzi, basi raia wa eneo la Mwenga wataweza kuchukua mipango thabiti kwa ajili ya kukatisha kazi za makampuni ya kigeni, wakitaja makampuni ya Kichina pamoja na makampuni mengine yanayofanya kazi zake za uchimbaji ndani ya eneo la huko Mwenga. Akizungumza na Kwetu News 24, mmoja kati ya viongozi wa mashirika za kiraia ameeleza yafuatayo. Mheshimiwa Waziri wa Madini wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao inakatazwa kwa muda uchimbaji wa madini, kusema kwa jumla aktivite zote za madini katika mtaa wa Mwenga. Na jambo ile sisi kama vile shirika la raia nguvu iliyoweka katika mtaa wa Mwenga, tunashukuru kwanza kwa hiyo hatua, kwa maana ilikuwa ombi yetu sie bote. Lakini tunaomba kwa mheshimiwa waziri wa mambo ya madini, mambo kama na haya, kwanza atoe pembeni wachimba madini wale wanaita wa exploiter artisanal, waendeleshe kuchimba kama vile ilivyokuwa kawaida yao, kwani wale si vizuri wachangie ile malipizi, kwa maana wao wanatumika kwa mipanga, beshi, marto ndani ya mitoni na hata kwa migoti. Pili, wasisitizie kwa mkazo kabisa wa kiserikali na kisheria zile masosiete miniere ilegale na kooperative miniere ilegale ambayo imechimba madini kiolela pasipo kutii sheria ya Kongo katika mtaa wa Mwenga. Tatu, kutafuta suluhisho ya kudumu ambayo itatufungulia njia kwa uchimbaji wa madini iliyo halali kwa faida ya watoto wote wa Mwenga wa nafasi, na kwa kusainia cahier de charge na societe miniere yenye inakubalika na leta, inaeneza makaratasi zake na ikichimba kulingana na sheria ya nchi. Ine, hatua hii sikwe kama na hatua zingine zenye zinakamatikaka na bila kuleta suluhisho kwa uchimbaji hiyo wa madini iliyo kiolela. Tano, tunaomba kwa serikali ya Kongo kufanya mbinu ya mzuri ya kuuza na kuuzisha madini ambayo exploiter artisanal wa mtaa wa Mwenga wanapata, kwa kuzuia ile kuuzisha oro na madini zetu kiolela kinyume na sheria ya nchi. Asante sana msikilizaji wa Kwetu News 24 kwa kuweza kuambatana nasi mwanzo hadi tamati. Ulikuwa katika uchambuzi wa masuala ya kisiasa na vita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutoka kituo bora cha matangazo cha Kwetu News 24. Kwa heri kwa sasa, usikose kusubscribe, kushare na kucomment, lakini pia kulike ili utupe nguvu kwa kile tunachokifanya kila kuchako leo. Bye bye.